Zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu liko linaendelea katika jiji la Dar es Salaam, na hapa ni katika kituo cha Mikocheni ambapo zoezi hilo likiwa linaendelea baada ya taarifa kutoka katika tume huru ya uchaguzi kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo Mheshimiwa Mwambegele kusema kwamba zitaongeza siku 2 kwa jiji hili la Dar es Salaam kufuatia mwitikio wa wananchi kuwa ni mkubwa. Kwa majina naitwa Elias Mchunguzi Felix. Na mimi nafanya kazi ya kuboresha vitambulisho vya wapiga kura na nafasi yangu ni BVR kit operator. Kwa zoezi letu hili ambalo tulikuwa tunaendelea nalo la siku 7, zoezi limeenda vizuri na tumezingatia utaratibu wote wa uandikishaji, kwa maana tumezingatia makundi maalum, tumezingatia watu wazee, watu wazima, kwa tunawapa kipaumbele. Tumejaribu wajawazito, tunawapa kipaumbele. Kwa kweli zoezi limeenda vizuri ndani ya siku hizi ambazo zilikuwa zimepangwa siku 7. Zoezi limeenda vizuri. Na kwa upande wa changamoto zilikuwepo za hapa na pale, lakini zilikuwa zinasovika. Kwa mfano tulikuwa tunapata changamoto ya watu wenzetu ambao ni wageni, hawana sifa ya kupata hicho kitambulisho cha mpiga kura, lakini tunajaribu kushirikiana na wajumbe, wanatupa taarifa sahihi. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu tunawatoa kwenye zoezi. Kwa hiyo changamoto zilikuwa zinasovika, zoezi lilikuwa linaenda vizuri. Na vigezo gani ambavyo mnazingatia hasa kwa wale ambao wanajiandikisha katika daftari hili la mpiga kura? Kwa mfano zoezi hili tulikuwa tuna uandikishaji wa watu wapya. Kuna wengine walikuwa wanaboresha taarifa. Na maana anacho kitambulisho lakini unakuta kitambulisho picha imefifia, anabidi abadilishe, au amehama kutoka mkoa mwingine, anataka taarifa zake zisome sehemu husika anayoishi. Kwa hiyo tulikuwa tuna mfumo upo, tunaboresha, lakini bado tunasajili ambao ni wapya kabisa. Na maana akafikisha umri wa miaka 18, ana sifa, ni sifa mojawapo ya kupata hii haki ya kupata hiyo kadi ya mpiga kura. Na sifa nyingine ni kwamba anahitaji kupata hiyo huduma kwamba kadi alikuwa nayo lakini imepotea, hana kabisa, na ana kumbukumbu, labda ana zile namba za kadi yake, na yeye tunamhudumia kwa maana tunachukua taarifa zake, tunaziweka kwenye mfumo, tunamprintia kadi nyingine mpya, kwa maana huyo amepoteza kabisa. Yes. Vijana wamekuwa ni watu ambao hawajitokezi katika mambo kama haya. Mwitikio wa vijana katika zoezi hili la uandikishaji likoje? Kwa kweli mwitikio wa vijana zoezi wameitikia kwa wingi sana vijana. Maana mimi niwahi kufanya hili zoezi 2015, lakini awamu hii 2025 vijana wamekuwa na mwitikio mkubwa sana. Mwitikio ulikuwa mkubwa sana, maana tumepokea vijana ambao kuanzia miaka 18 kuja miaka 25 walikuwa ni asilimia ni kubwa sana. Mtazamaji wa Furaha TV, katika zoezi hili la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura, hapa nimekutana na mama mwenye mtoto ambaye naye amekuja kujiandikisha katika zoezi hili. Mama, habari yako? Salama, kwema. Unaitwa nani? Ninaitwa Joy. Mkazi wa Mikocheni hii? Mkazi wa Mikocheni. Tuambie, umejisikiaje baada ya kujiandikisha katika zoezi hili la daftari la kudumu la mpiga kura? Nimejisikia furaha tu, nimepata kitambulisho changu. Kwa nimejisikia furaha. Ushawahi kujiandikisha kabla au ni leo ni mara ya kwanza? Mara ya kwanza. Kuna faida gani ambayo unadhani unakwenda kuipata baada ya kupata kitambulisho hiki cha mpiga kura? Faida ipo. Upata hiki kitambulisho. Ndio. Unakwenda kumchagua kiongozi ambao unamhitaji katika nafasi ya diwani, nafasi ya mbunge, lakini pia nafasi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unalizungumziaje hili? Viongozi ndio namchagua ambaye ninayemtaka mimi. Ndio.
Unaambia nini wananchi ambao mpaka sasa hivi bado hawajaja kujiandikisha, wako majumbani? Anaambia waje tu kwa wingi, waje wajiandikishe, wapate vitambulisho vyao, wachague marais ambaye kiongozi anayemtaka yeye mwenyewe. Ndio, nataka tuwaje kwa wingi. Kwa majina anaitwa Esau Jackson Mwakifwamba, ni wakala wa Chama cha Mapinduzi, kituo cha Mikocheni, kituo namba 3A. Jukumu lenu nyinyi kama mawakala katika zoezi hili la uandikishaji wa daftari la kudumu ni lipi? Sisi jukumu letu la kwanza kama mawakala ni kuangalia zoezi la uandikishaji kwa utaratibu, kwa kuzingatia kanuni na viapo tulivyokula, kwa ajili ya kuangalia mwenendo mzima wa zoezi la uandikishaji linakwendaje. Naona tunafuata taratibu nzuri, na hasa kuangalia wale ambao si wakazi wa maeneo haya, aidha na si raia wa nchi hii, kuja kujiandikisha kwenye zoezi la vitambulisho kwa ajili ya kupiga kura. Majina naitwa Martin Kasoga Victor. Mimi nipo kituo cha Mikocheni A kama mwandikishaji wa kuboresha daftari la wapiga kura mwaka 2025. Ndio. Katika kitengo gani? Mimi nipo katika kitengo cha BVR kit. Kwa maana kwamba muingiza taarifa. Zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu kwa mpiga kura likoje kwa? Zoezi kiukweli tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa hii fursa kwa wananchi kujiandikisha katika hili daftari, na mwitikio umekuwa ni mkubwa, na uzuri Watanzania wengi wamepata nafasi ya kujiandikisha na zoezi limeenda vizuri, na pia imetoka nafasi nyingine kwa siku hizi mbili, kwa maana ya kwamba siku ya leo tarehe 24 na tarehe 25 kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kujiandikisha. Ndio. Mimi nacho washauri, kwa sababu zimeongeza siku mbili. Serikali imeongeza siku mbili. Kwa hiyo natumia fursa hii kwamba nafasi imetoka ya siku za ziada 2. Basi wananchi naombeni tu, nawahamasisha watumie hii fursa ambayo imebaki. Kama kuna mtu alikuwa hajajiandikisha ajitokeze. Wajitokeze, fursa ipo ya siku 2, tuna siku ya leo na kesho. Na muda wetu wa kazi saa 2 hadi saa 12. Kwa hiyo bado ana nafasi kubwa ya kuweza kupata hiyo fursa na haki yake ya msingi ya kupata hiyo kadi ya mpiga kura.